Isa mwana wa Maria. Sometimes mwalimu anapofundisha unasikia kulingana na unabii hajazaliwa. Sometimes mwingine amezaliwa. Sometimes mwingine hapo. Ndipo ujenge nyumba yako ya dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, na usisahau fungu lako katika dunia. Kama uko na magari yako iko wapi gari ambayo ni ya Allah, ili haya magari ujue kwamba haya mimi nimetenga kwa ajili ya kuboresha biashara yangu, lakini ya Allah iko wapi? Wakati unajifakhiri kwa kupita barabarani umevaa mavazi ambayo ni mazuri, jiulize katika mavazi yako ni vazi lipi ambalo umetoa kwa ajili ya Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, kabla ya kuvaa na kung'aa na kupendeza, kwanza mvishe Allah subhanahu wa ta'ala. Na nimetumia lugha iko wazi, mvishe Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana mkashangaa nikisema mvishe Allah. Ndiyo, mlishe Allah. Ndiyo, mtembelee Allah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakuita, atakwambia ya ibn Adam, ewe mwanadamu, kuntu jai'an, mimi nilikuwa na njaa, fama at'amtani, huku nilisha. Kuntu maridan, mimi nilikuwa ni mgonjwa, fama udtani, huku nizuru. Hayo maneno yote, kuntu ariyan fama kasautani, nimekuwa sina nguo, huku nivisha nguo. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu atamwambia, kaifa aksuka wa anta rabbul alamin, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Nitakutembeleaje na wewe Allah hukui? Nitakuvisha vipi Allah na wewe ndo Allah ambaye umetuumbia nguo? Nitakulisha vipi na wewe ndo Allah umeumba chakula? Allah atakwambia, ama alimta anna abdi fulanan kana maridan, haukujua kwamba mja wangu fulani alikuwa ni mgonjwa? Haukujua kwamba mja wangu fulani alikuwa na njaa? Haukujua kwamba mja wangu fulani alikuwa na nguo za kuvaa akasaita? Je, ulimvisha? Wala tansa nasibaka minad dunya. Fungu la 3, na ufanye wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia. Fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema. Sisi sote hapa tuko ni wema wa Allah. Sote hapa ni wema wa Allah. Sasa mkisikia mpaka watu wanaanza kuimba wema wa Mungu umenizunguka, alafu mnaona wanazunguka zunguka. Sasa juza wanazunguka nini? Haya maneno wanayotamka ni kweli. Wema wa Allah ndio sababu ya sisi kuwa hapa. Pumzi zinazotumia ni wema wa Allah. Wewe kukaa hapa ukawa na nafasi ya kusikiza ni wema wa Allah. Anayefungua kitabu kusoma ni wema wa Allah. Nimekusimama hapa kushika maiki ni wema wa Allah. Wewe muda wako ambao umeupata ni wema wa Allah. Ni wangapi ambao muda hawana, afya wanayo? Ni wangapi ambao afya wanayo, muda hawana? Ni wangapi ambao ni wagonjwa lakini muda wanao? Muda wanao lakini wagonjwa. Ni wangapi? Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, tenda wema kama ambavyo Allah amekutendea wema. Ya mwisho, wala usitafute kufanya ufisadi katika nchi, bila shaka Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Wala tabghi alfasada fil ard, inna Allah la yuhibbu almufsidin. Mwisho wa aya Allah anasema, na usitafute ufisadi katika ardhi. Dunia hii tunayoishi mnaijua vizuri, Kenya yetu tunaijua vizuri. Tarehe mnazijua zinaendaje? Nazijua tarehe au niwakumbushe? Na wakumbusha, leo ni 23. Jiongeza wenyewe. 24. Sasa jiongezeni sasa. 24 unaongeza wewe mwenyewe, ni tarehe ipi inakuja? Sawa? Wala tabghi alfasada fil ard, na usitafute kufanya ufisadi katika ardhi, kwa sababu chanzo cha ufisadi ni mali. Watu wanapigana, wanateta ni mali. Hata vyeo ambavyo watu wanataka ni mali. Hata daraja ambazo sifa watu wanataka ni mali. Hakuna mtu anataka cheo feki na wakati yeye ni maskini. Hakuna. Watu wanatafuta title kwa sababu ya kucollect. Watu wanatafuta vyeo kwa sababu ya kukusanya mali. Hakuna cheo kinabaki feki. Wanateta wanasiasa kwa sababu ya mali. Wanaongoana kwenye vyeo kwa sababu ya mali.
wala tabghi alfasada fil ard inna Allah la yuhibbu almufsidin. Ndugu zangu katika imani, maneno yangu haya, kalima yangu hii, iwe ni ndefu ni fupi, ni kwamba kila mmoja aandae kila siku bajeti yake ambayo amemtengea Allah, kabla ya kuweka bajeti ambayo ameiandalia familia yake na watoto wake na mke wake na ndugu zake. Fungu la Allah liko wapi? Fungu la Allah liko wapi? Allah anahusika vipi na pesa zako? Allah anahusika vipi na nyumba yako? Allah anahusika vipi na magari yako? Allah anahusika vipi na akili yako? Allah anahusika vipi na elimu yako? Muhusishe Allah katika mali zako kabla ya kuhusisha kitu chochote. Hayo maneno tuyazingatie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio imamu wetu, amiri wetu amekaa chini, ingawa mimi nimeenda retire. Labda nasikia mtu amenivipa anaambia tunaenda umra mwezi wa 7. Sijui inakuaje jamani. Simuniombee dua na mimi niende. Yaani kweli maisha haina uadilifu. Watu wanapanga umra baada na sisi tuko hapa tu bado hata hatuna mpango. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi natia tarehe tunaona mtu amekaa hapo. Sheikh umezungumza, ametokea bana Tanzania, anaitwa Salim Mbonde. Ndio peke yake mtu nimesikia. Sijasikia mtu mwingine. Amejenga gorofa ya mayatima Dar es Salaam. Mayatima watupu shaka, na kinachopatikana cha kwao. Mimi hapa nasaka bado tunahangaishana, tushemeji yangu. Tunahangaishana tu hapa. Akipata 100 ananizimia simu. Inna lillahi. Wallahi Waislamu tumebahatika. Amiri wa maduati Kenya, Ustadh Omar, amiri wa maduati. Na huyu ndo shekhe wa maduati wote Kenya mzima, naitwa Abdul Lukman. Na tumekutana jana, tulikuwa mazishi Nyeri ya ndugu yetu Yusuf Wambogo, tulikuwa wahadhiri wengi kabisa. Nafikiri wale walikosa ni wachache, na wao tulipata taarifa ya kufariki Yusuf Wambogo saa 3 usiku. Tulikuwa tunapiga kelele zetu za dawa kule mtandaoni, tukapata hiyo taarifa. Wenzetu walikuwa Mombasa, wenzetu walikuwa Nakuru. Tumekuta watu wa Nakuru walifika asubuhi, si hatujafika. Watu wa Mombasa wametangulia mashallah, na tulikuwa maduati wengi, ila wachache hawakufika, maybe kwa sababu ya moja au mbili. Mwalimu wangu engineer alikuwa ananipigia nikiwa spika, nimeshaondoka. Naambia bwana mimi nishaondoka. Na nilikuwa nimechelewa, nimeondoka mida ya saa 3:30, lakini alhamdulillah tuliwahi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni mitihani. Lakini kuna tatizo moja. Sisi tunaisilimu ama tumetoka kwa familia ambaye watu sio Waislamu. Wallahi ni mtihani mkubwa sana. Na ndio mimi nataka kuambieni Waislamu, wewe kama umezaliwa Muislamu, babako ni Muislamu, mamako ni Muislamu, babu yako ni Muislamu, rafiki yangu, jiandalie kesi. Sisi hatuna kesi. Tunaulizwa tu Salim Dede la beika ya Allah. Inaangaliwa hivi alisali, hata kama ni wasiwasi hivyo ingia peponi. Wewe si umezaliwa Muislamu. Shekhe, tunapitia hali ngumu, mtihani ule wa kusilimu, kisha tukafanyiwa jamaa zetu makafiri. Inatutosha mbele ya Allah, hesabu yetu ni nyepesi, sio kama nyinyi. Wallahi hesabu yenu ni ngumu. Wewe una haki za wazazi, umezitekeleza? Qur'ani unaisoma, umejifundisha, umeisoma, mwisho ulini ulisoma Qur'ani? Namaliza kwa hivi, huyo Salim Mbonde amejenga gorofa, Allah amkubalie na ampeleke katika makazi ya juu. Tusemeni amin. Ndio Salim Mbonde, Tanzania huko. Tanzania wanatushinda. Baada wanatushinda, na gorofa pia amejenga ya mayatima. Wala tutawaroga. Na sio kwa kitu kingine, kwa Yasin. Waislamu maneno mawili nimpandishe leo, tuna vigogo. Hao unaona hapa wameiva tu, hadithi iko, sira iko, lugha iko, ni vigogo wametulia. Kabla sijamgarisha mwalimu wangu Juma Churungenge Salim, kijana yangu, na yeye nimwachie uwanja leo. Sisi ni wageni hapa, tuwape wageni, na wametoka sehemu, walikuwa hapa wakati moja wakienda huko sijui wapi huko. Wenzetu kina Salim Ngugi jana wamekwama barabarani, gari yao imewaharibikia. Sote tunawahi kuwahi mazishi ya ndugu yetu almarhum Yusuf Wambogo. Mwalimu wangu jana alizungumza kwenye msiba, sababu yeye ndio alikuwa amekaribishwa kuzungumza baada ya kumzika ndugu yetu. Alizungumza neno
mpaka leo nalizingatia, na amerudia mwalimu wangu Umar hapa kulizungumza, akasema usitafute makosa, wanadamu wao ni waovu tu, usitafute maovu ya mwanadamu, tafuta mazuri yake. We are natural evil, sisi ni watu waovu, mujrim. Usitafute makosa yetu na madhambi yetu, tafuta ni mema gani tumefanya. Usitafute sisi, usitafute makosa, already sisi wenyewe ni natural, tumejaa makosa. Mwalimu wangu amerudia hapa, ndio inanikiliki pole pole. Mimi Nyerere akili narudingi saa 6, lakini huwa naelewa moja moja. Amesema usitafute. Ukiona mwalimu amesoma aya vibaya, amekosea hadithi, ametemka maneno, ndio usimseme kwa vikao, mwite mrekebishe. Huu ndio Uislamu. Usikwende kumtangaza. Nimeona watu wanaibishana kwa mitandao, hata mashekhe wakubwa wanaibishana kwenye mitandao. Sio nidhamu. Wallahi ni maneno, sababu pengine hatuelewi ama tumekufa. Wallahi tungekuwa watu hai, maneno wamezungumza walimu wangu, maneno mazito, mazito kabisa. Leo ingekuwa siwashindi umri, sifai kuzungumza baada yao, lakini kwa sababu nimewashinda umri nimejificha hapa. Inna lillahi. Mwalimu wangu Salim Juma Churungenge, uwanja wako. Wewe wacha wewe. Acheni majina yetu wewe. Wewe Sharifu, ndio Sharifu wa Ukambani peke yake, hakuna Sharifu mwingine. Ukisikia mrongo mnafiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala rasulih al-karim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu ibadaka qawli. Amin. Uzangu, naomba tutulie kama dakika moja, tumuombee ndugu yetu aliyetangulia inshallah. Dakika moja tu kimya, kila mtu ndani ya nafsi yake amuombee kheri ndugu yetu aliyetangulia inshallah. Yusuf wa Mbogo. Alhamdulillah. Ndugu zangu, walimu wamepita sana kabla ya kuingia kwenye meza. Mimi nina historia kubwa kumhusu Yusuf kuliko nyinyi nyote mlio hapa, kwa sababu Yusuf tumefanya kazi pamoja kwa muda wa miaka 7, kazi ya kuipigania na kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Zile miji zote ambazo nimekanyaga katika ardhi ya Kenya, kuanzia Nakuru, Salga, Eldamaravin, Mogotio, Marigat, Tangul Bay, Churo, Sukuta, Maralal, Baragoi, Kitale, Kapenguria, Chepareria, Ortum, Kainuk, Lokichar, Todonyang, Kalokol, Kakuma, Lodwa mpaka Lokichogio, ilikuwa pamoja na Yusuf. Aidha tumekanyaga kuanzia Kisumu, Mbale, Chevakali, Kakamega, Mumiasi, Bungoma, Chwere, Marakisi mpaka Cheptais na Webuye, ilikuwa na Yusuf. Kina, Garbatula, Benane, Eldere, Modogashe, Habasuen, Wajia, Griftu, Buna, Bute, Takaba, Chimbri, Fakuma, Elwa, Karamo mpaka Mandera, ilikuwa na Yusuf. Marsabit, Bubisa, Turbi, Walda, Oda, Moyale, Sololo, Uran, Golol, Logologo, Merile, Laisamis, Serolivi, Isiolo, ilikuwa na Yusuf. Ruai, Kantafu, Kawedhei, Kakuyuni, Mwala, Machakos, Kitui, Mtomo, Ikudha, Mwingi, Saikuru, Ngune, Ukasi, Bangal, Garissa, Mororo, Madogo, Makere, Wayu, Waldena, Titila, Daba, ilikuwa niko na Yusuf. Makere, Malindi ya Ngwena, Laindi, Hola Mission, Hola Mjini, Mikinduni, Bububu, Majengo, Maroni, Kilindini, Masalani ya chini, Masalani ya juu,
Ijara, Sangailu mpaka Hulugo yalikuwa niko na Yusuf. Alhamdulillah, Kwale County kuanzia Samburu kwanza kujuu Kasigao, kuna muhadhara hapo Kasigao niko na Yusuf siku 3. Kasigao, Ungule, Buguta, Maungu, Voi, Mwatate, Wondanyi, Makina Road, Taru, Samburu, Mlunguni, Makamini, Vigurungani, Banga, Mwalukombe, Vinyunduni mpaka mahali panaitwa Nyango, Kinango mjini, Mbazi, tukaingia mpaka Mlafyeni. Baada ya Mlafyeni tukaingia Mavirivirini, Mtaa, tukarudi kijiji kimoja sensitive sana kinaitwa Gwadu, tukamalizia mahali panaitwa Moyeni ambayo ni Ngonzini hiyo, tukapanda mpaka Dumbule, Yava, Mwache, Tunza. Nilikuwa na Yusuf, maradhi yakamuanza Kwale County. Namwambia Yusuf, hamna kulala, kufa kwa ajili ya Allah, twende. Tukaingia Mkwambani, Mwapala, Shimbaili, Mgelekeleni, Lukore, tukaingia mahali panaitwa Mbuguni mpaka Tiride, tukaenda Mangawani. Tulipoingia Maji Moto na Kitungure, Yusuf amezidiwa. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu amrehemu inshallah. Amin. Miachana na Yusuf, akarudi nyumbani. Nikiwa nje pamoja na kundi, tunasikia hali ya Yusuf namna ilivyo. Mpaka kupata habari hizi, napata habari hizi saa 3 usiku. Habari hizi napigiwa na ndugu yangu, ananiambia Yusuf ametuacha. Ametangulia, sisi tuko nyuma. Inna lillahi wa hadhi. Tumepata pigo kubwa upande wa da'wa. Tumeondokewa na muhadhiri shupavu wa Kikikuyu, na vile vile Uislamu ulimwengu mzima umepata pigo kubwa sana. Yale maeneo yote tumetembea, kwa uwezo wa Allah kuna watu zaidi ya 15,000 walioingia kwenye Uislamu kwa uwezo wa Allah kupitia kwa ulimi wa Yusuf. Hatuwezi kumsifu mema yake yote, tuyakumbukeni mema aliyotenda mwenzetu. Mimi pia huenda usiku wa leo nikaondoka, kesho mkanizika, au Sheikh Salim naona vile amezeeka hivi, ana dalili zote za kuondoka. Huenda usiku wa leo akaondoka, kesho inshallah. Na by the way jamani, kama kuna habari ya kwenda Maka, na sisi pia tukumbukeni jamani. Tunaiona Al-Kaaba tu kwenye TV siku zote. Wallahi matajiri wenzetu au matajiri mlioko ndani ya Isli, ili basi moja linatutosha hili Salim. Si linatutosha hili? Ngoja, ili tupewe sisi kwa niaba ya wahadhiri, kitakachopatikana pale kinaingia katika dawa. Si linatutosha hili? Ikienda Garissa ikirudi imeingiza 100,000, inaweka kwenye akaunti ya wahadhiri. Ama namna gani? Ama gorofa moja ambayo hii gorofa ni ya wahadhiri. Wallahi na wallahi siku moja ndio imani watapatikana watu wa namna hii. Waislamu kuondoka kwa Yusuf, bado sisi tuko barabarani, lazima tuifanye kazi ya Allah. Tuna wageni takriban 7. Amiri wetu huyu nampigia simu saa 4 kasoro saa 3 usiku. Nashangaa asubuhi ya pili saa 2:30 ananiambia niko Thika Road na mgoja Salim Denda. Umesafirije shehe? Anatoka Mombasa saa 6 usiku. Saa 2:30 asubuhi ananiambia niko hapa. Mimi bahati nzuri nilikuwa niko uwanjani, tumetoka msafara huko. Mimi sijatoka Mombasa. Kama nilivyoeleza tulikuwa katika msafara huko Kargi. Subhanallah. Kwa Rendile. Na nikawaambia wale walio support siku zile hapa, mkajaza gari yetu mafuta tukaenda. Kuna wengine tayari juzi na jana wameingia kwenye mtandao, wameona ile kazi ambayo tumeifanya Kargi, kwa Rendile, Kaminye A, Kaminye B, tukamalizia Laisamis na Serolivi na Sololo. Alhamdulillah, hiyo kazi umeipata kwa YouTube, baadhi wapo. Wageni wamefika, na insha Allah anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anzilu nasa manazilahum, watukuzeni watu na vyao vyao. Mengi yamezungumzwa, akhira ndio mahali ambapo tutatulia mimi na wewe. Kwa hiyo mimi nasema Waislamu, kabla ya kuchukua swali pale
Naomba kuona mikono ya Waislamu wote juu. Mkono moja tu Sheikh. Allahu Akbar. Haya, mkono chini. Yusuf ameacha watoto 5. Kwanza alikuwa amemsilimisha, baada ya kuachana mke akarudi kwenye Ugalatia. Ana watoto 3. Wazazi wake wote bado wako upande ule. Yule mke ya nyumbani Ni kwema. majina kamili Peter Ontune. Peter Ontune. Dini yako? Kristo. Asante sana. Uko na swali? Niko na swali. Naro ningependa tangu nianze kuhudhuria hii dawa, kuna mahali ninakosa kuelewa. Wapi? Na ninaomba leo mnisaidie. Huyu Isa mwana wa Maria, sometimes mwalimu anapofundisha unasikia kulingana na unabii hajazaliwa. Sometimes mwingine amezaliwa. Sometimes mwingine hakufa. Sasa leo ningeomba tu kwa moyo kutufuata mimi mkinisaidia hapo. Ukweli wa maneno. Vile Mwenyezi Mungu unavyojua na mimi naelewa. Huyu Isa mwana wa Mariamu kulingana na unabii kupitia kwa watumishi wake Mwenyezi Mungu alizaliwa. Na kama alizaliwa ako hai, kwa kuna mahali naambiwa hajawahi kufa. And I wonder. So ninaomba ndugu zangu Waislamu usimnisaidie badala ya kunichanganya. Kwa hiyo umechanganywa kabisa. Wewe ushaisikia Muislamu anakuambia Yesu hajazaliwa? Hapa tu. Kwamba Yesu hajazaliwa? Hapa tu. Alikuwa ni Muislamu aliyetamka maneno hayo ama ni Mkristo? Si ni mwalimu Muislamu. Ni nani? Sasa hapo ndio majina mimi sijawashika sana, lakini nimehudhuriwa na ndugu, kwa sababu hapa niko na Sheikh Salim, hapa niko na Anwar, hapa niko na Sasaka, hapa niko na Abdurrahman, hapa niko na Idrisa kwa hapa. Hapa tu huyu achana na mzee hapo nyuma. Huyu na huyu mzee kidogo ananichanganya. Basi. Kwa hivyo sasa wanieleze tu, naomba. Ni huyu. Yaani wewe Salim unasimama hapo unasema Yesu hajazaliwa. Hebu mjibu bwana, umemchanganya kama maharage. Karibu. Wallahi mimi sijawahi kuona Jerera anaonea Jerera. Hapo umenionea. Nilifikiri hata utasema Sheikh Ibrahim. Nimesema ukweli lakini sio mara moja. Hata ungetajwa Anwar tungekuelewa. Sio mara 3. Wajua kama ningekutaja wewe, nimetoka kwa roho badala ya kuchanganyikiwa. Si leo mniwakishie. Mara kusikia amezaliwa hajakufa. Na I wonder. Namba 2, tukielekea kwa mkutano majibiano vizuri, nasikia kulingana na unabii ulikuwa mbeleni. Kwa hivyo anamaanisha hajazaliwa. Ni maneno umechukua rai. Ni maneno umechukua rai, haya ikasomwa, mwalimu akajieleza, ukachanganya na rai yako, ukaweka mahali pamoja. Siri utoe hii rai yangu ulete yako nielewe. Unajua siku moja, na sio mimi peke yangu. Wewe najua wewe ni kuzo, nitakupeleka pole pole, hakuna wasiwasi. Sasa sisi Waislamu tunasema Nabii Isa amezaliwa na Mariamu kwa njia ya miujiza. Hapo sina shida. Nielewe, nataka nitoe andiko. Mariamu anaambiwa mpe huyo 3:45. Usikize hiyo maneno na usirudie tena hapa. Usirudie kabisa. Sirudie kabisa. Sirudie kabisa. Baada audhu billahi minash shaitani rajim. Twende. Ali Imran 45 inasema kumbukeni ndio waliposema malaika ewe Mariamu, mpeni jamani shemeji yangu kiti jamani, mpeni Joseph shemeji yangu kiti. Na msishangae hata mtume alikuwa na kina
Abu Lahab, msishangae shemeji yangu kuwa ndio hivi anatuhangaisha hapa kila siku. Hata mtume alipitia hiyo hiyo. Mpeni kiti jamani kwa heshima tu. Sawa. Alafu mwalimu wangu imepatikana 12,000 haijajaa. Nampandisha Anwari na kuna wageni tuko na. Ngoja kwanza nijibu swali. Anwari utakufa na maji. Alafu tuna wageni hawa shekhe. Na mtume anasema kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wacha soma haya nimpe, simama hapa. Soma 3:45. Kumbukeni waliposema malaika, ndio ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Ndio. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Mpe. Hapo Mungu anamwambia azae mtoto bila nini? Mwanaume. Kwa hivyo hebu mpe amalize, nikae chini wewe atafanua hiyo. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na mimi nashuka kwa nasaha moja tu, vijana wetu wa Gen Z, hii nchi ni yetu. Na kesho mmesikia mnaomboleza. Jamani, kusiwe na fujo na viongozi wanasiasa. Hii nchi ni yetu, ni nchi ambayo peke yake Afrika haijawahi penduliwa na jeshi, ingawa kulikuweko na jaribio 1982 na 1975 lakini haikufaulu. Kwa hivyo nchi na wageni wengi, watu wametoka Afrika mzima, wote wako hapa. Tuwekeni amani. Amani ni kitu mzuri, na kama watu wana malalamishi wapeleke malalamishi yao, na kesho tunajua ni maombolezo, na serikali IG wape security, kusiwe na fujo na wanasiasa ambaye wanataka kutumia hawa vijana kuharibu nchi. Gachagua alisema msifanye 2007 iwe ni Christmas. Jamani, tu nchi ni yetu jamani. Tusipeleke vile tunataka kupeleka. Wanasiasa ambaye they are greedy. Hawa wananchi wakikataa Ruto alete jeshi, alete polisi awezani nao. Nasema tu, sisemi hivyo, lakini kitu tunachokitaka tusilete fujo, kwa sababu wanasiasa wanatumia kumharibia rais sifa. Sisi hatutakubali, tunaomba amani. Hatutaka vijana wetu wawe na amani. Kama ni kuomboleza, ni maombi ifanyike kwa amani, na IG ana responsibility ya kikatiba kuprovide security. Hatutaki mali ya mtu iharibiwe, duka zivunjwe. Vijana wetu wamefanya bidii, wamefanya biashara. Vijana wetu wa Kisomali ni maduka zao zimeibiwa, zimevunjwa, hawana hata hiyo. Hii hatutakubali, sio kitu. Na hapa Isili mtu asijaribu kulete fujo. Tukiona ukipiga fujo hapa, tutakuchemsha kama roasted chicken. Salamu alaykum. Waislamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Waislamu takbir. Kwanza leo tumetembelewa na wageni adhimu kabisa kutoka sehemu za Mombasa Coast. Sheikh wetu Sheikh Amir Omar Judo na Sheikh wetu Abu Luqman, na pia tuko na Juma Chirungenge, Chirungenge kabisa, mashaallah, na Sheikh Ahmad yuko hapo, lakini wengine hapa ni wenyeji na au mwenyeji usi mgeni. Haya, Waislamu takbir. Sasa rafiki yangu ameeleweshwa na ameelewa, mpatieni mchungaji kiti. Mwenye kuuza mkopo mpatieni kiti. Haya, mpatie kijana nimfahamishe kidogo, huenda kasilimu. Ndugu yangu, usichanganyikiwe. Yesu alikuwa kabla ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alizaliwa na mwanamke aliyekuwa bikira. Alikuwa nani? Bikira. Hakuwahi kumjua mwanaume, lakini kupitia tamko la Mwenyezi Mungu la kumwambia zaa, akazaa mtoto bila kuingiliwa. Na mtoto aliyezaliwa pia alikuwa ni miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa ametumwa kutoka kwa Mungu. Mtoto huyo anaitwa Isa, anaitwa Masihi Isa ibn Maryam, kwa kizungu the Messiah, Jesus the Messiah, the Christ, Jesus son of Mary. Umenipata vizuri Tunamwamini alikuwa ni Muislamu 100% huyo Yesu. 100%. Umenipata vizuri Yesu alikuwa ni Muislamu 100%. Na ni katika mitume watano bora. Umenipata vizuri mitume watano wakubwa. Ulil azmi mina rusul ni watano. Yesu ni miongoni mwao. Ukimwamini Yesu inavyotakikana, basi unakuwa ni Muislamu. Lakini ukitaka kumpinga Yesu, basi unakuwa Mkristo. Umenipata vizuri Ukitaka kuwa anti-Christ, mpingaji wa Yesu Kristo,
basi lazima uwe Mkristo. Wanampinga wakisema ni mwana wa Mungu, kidogo wanasahau wanasema ni Mungu, kidogo wanasahau wanasema sijui ni kondoo, wanasahau tena wanakuja wanasema ni simba ya Yuda, wanayachanganya maneno. Hivyo ndivyo kumpinga Yesu, kumsingizia sifa ambazo sio zake. Alikuwa nabii tena mtume wa Mungu. Basi umeelewa au nikuongezee dosi? Hapo hilo umekucha leo. Yes, umejaribu kukieleza na umenielewa. Hapo tuko na wewe, tuko pamoja. Enda grade 2. Enda grade 2. Tuende grade 2. Hiyo sasa kama grade 1 usha promote. Hiyo nimeshaelewa. 1 tumemaliza. Tuende grade 2. Subiri kidogo. Tuende mpaka grade ngapi ndio unijua unasilimu? Tumetoka kusilimu. Hiyo sasa ni kuniwekelea. Ama nikutaka kumaanisha mimi na wewe tunafanya uamuzi nikiwa mimi. Wewe ufanye uamuzi? Basi. Wako Muislamu. Unaona? Okay, nisikize kidogo. Grade 1 si lazima usilimu. Grade 2 si lazima usilimu. Lakini ukifika grade 3, unasilimu. Aya, grade 2. Tukifika 3 unasilimu. Hiyo ajana nayo kwanza. Tutaona mbele. Haya, grade 2 ni gani? Grade 2 ni hebu toa hili nalo. Kama alizaliwa? Yes. Ako hai. Yesu kama alizaliwa ako hai. Na kama yuko? Ako wapi? Kwani Yesu amezaliwa na yuko hai na sasa hivi yuko hapa. Sura ya 4 aya 158. Soma sasa usikize yuko wapi. Na ataua nguruwe zote mnazozipenda, zote atawamaliza. Misalaba atavunja. Umenipata vizuri hiyo grade 3 tunaelekea. Soma hiyo. Soma hiyo haya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam, bali huyu Yesu Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Mpatie. Hawakumuua, lakini Mungu alifanyaje? Alimnyanyua wapi? Hapo sasa ndio Kiswahili kubwa hiyo. Alimnyanyua wapi? Kunyanyua. Alimtoa hapa duniani kulingana na Qur'ani. Akampeleka wapi? Basi ndio nataka tuwe walimu hivi. Ukipata kwangu najua kikombe ya plastic na unataka kuleta ya glass, lazima unitipitishie hii kikombe ya plastic vile iko mbaya na maisha yako. Kwanza navunja hiyo ya glass ndio nibaki na ya plastic. Uvunje bila kunieleza. Si ndio tunaenda kwa glass. Sasa hii ngoja tunavunja ile ya kusema ameuawa. Umenipata vizuri? Hakuuawa. Alinyanyuliwa mpaka mbinguni. Nasema hivi, hawakumuua. Wapi? Mpe huyo 3:54. Soma. Kumbe huyu kunyanyuliwa Yesu kule mbinguni anashangaza sana, anashangaa imekwaje amepelekwa huko, kwani hakuuawa? Hakuuawa kweli. Soma hiyo. Al-Imran 54 inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na Mayahudi walifanya hila. Na Mayahudi, ambaye huyu si Myahudi, ni mtu mzuri sana huyu. Huyu ni Mkisii nafikiri. Mayahudi walifanya hila na Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Walifanya hila ya kumuua Yesu, lakini Mungu alizipindua hizo hila zao za kumuua Yesu. Endelea. Na Mwenyezi Mungu ndiye bora wa kupindua hila za watu wabaya. Unaona, endelea. Kumbukeni. Sasa unakumbushwa ndugu yangu, Mwenyezi Mungu aliposema, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema, ewe Isa ibn Maryam, mimi nitakutimizia muda wako. Muda wako wa kuishi. Hawatakuua hao maadui. Na nitakuleta kwangu. Mpe sasa. Mungu anasema hawatakuua kina nani? Hao maadui. Nitakuleta wapi? Kwake Mungu. Kwa hivyo Wayahudi hawakumuua Yesu. Subiri, swali utauliza na uelewe. Nataka uelewe. Kulingana na maelezo hilo naeleza hakuuawa. Hakuuawa, bali alinyanyuliwa akaenda kwa nani? Kulingana na Qur'ani. Akaenda kwa nani? Kwa Mungu. Umeelewa vizuri hapo? Hapo sasa ndio tena moto iko. Moto nyingine iko. Nataka usime hii. Nizime hiyo.
nataka wa ndugu zetu Waislamu lakini ukweli hiyo tu ukweli. Nataka uchinyonge kwa hii ama uchinazwe. Chusi tu tulipangiwa hapa. Hakika nawaambia mnatuchanganya. Ulipangiwaje hapa? Waje nikupange sasa. Kama hakufa alinyanyuliwa. Hebu tutoe hapa, tulipangiwa hapa. Wanawake wakienda kuona Yesu kaburini, kama sio kuchanganya mnatuchanganya. Tukaambiwa vizuri. Amehuruka, ameonekana mbele. Hii ni mgosi au what? Na unaniambia sahihi hapo. Ngoja, wanawake walienda wapi? Ngoja, wanawake walienda wapi? Kaburini. Kwenda kuangalia nani? Yesu aliyekufa, sawa? Sasa wacha tuulize Biblia. Hii story ya Yesu kwenda kupelekwa kaburini na wanawake kwenda kuangalia ni story ya kweli ama ni ya uongo? Wacha tuulize hiyo Biblia yako 27:63 kitabu cha Mathayo. Wacha tuulize hiyo Biblia kama hii maneno ya kusema wanawake walienda wakamwangalia na hati Yesu alikufa. Mpatie kwanza. Si mliambiwa alikufa? Si amesalala. Kisha baadaye akafufuka. Mpe sasa usikilize hiyo story. Mpe sasa. Acha tuambiwe sasa. Soma hiyo. Hata siku ya pili ndio iliyo baada ya maandalio ya Pasaka. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Wakamkusanyikia mtu anaitwa nani? Pilato. Mpe sasa. Na Pilato ndo hakimu. Wakasemaje? Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja Yesu alisema alipokuwa bado yuko hai, baada ya siku ya 3 nitafufuka. Sasa inaendelea kisema mwalimu. Mtu endelea sasa. Basi amuru kwamba, arudia tena. Sikiliza vizuri. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3. Unaona? Kaburi lilindwe salama hata siku ya 3. Hawa wanawake wameenda hiyo kaburi ambayo tayari kuna ulinzi unalindwa. Kwa nini kaburi lindwe na kwa nini hawa wanawake waende? Maliza sasa. Wasije wanafunzi wake wakamuiba. Na kuambia watu amefufuka. Wasije wakasema amefufuka. Endelea. Katika wafu. Na udanganyifu huu wa mwisho wa kusema amefufuka utapita ule wa kusema ameuawa. Mpe. Unasikia vizuri Sasa hapa. Ngoja kidogo. Udanganyifu wa mwisho ni nani wanadai? Nisikize kidogo. Udanganyifu wa mwisho utapita udanganyifu wa kwanza. Wa mwisho ni kusema amefufuka. Na wa kwanza ni kusema amekufa. Kumbe kufa na kufufuka ni udanganyifu. Sio udanganyifu. Wewe naruka Biblia. Swali yangu ni hapo. Swali yangu ni hii umeelewa? Ngoja. Ndio leo zaidi. Hawa wanapoleta ushutumi ya kwamba kaburi lilindwe. Ni nani? Ndio tunataka kujua sasa. Sasa nasema alinyanyuliwa. Acha tuulize Yesu ni ya nani inalindwa na kama alinyanyuliwa? Sasa tunauliza sasa, nisikize vizuri. Wewe Yesu, hii kaburi ambayo inalindwa, kwani wewe ulifika huko na ulikufa mpaka ukaingizwa kaburini? Yesu mwenyewe na stori zake, sikiliza. Kitabu cha Yohana 18:12. Soma hiyo na utayarisha Isaya 51:14. Inasema mwalimu. Acha tuulize Yesu mwenyewe kama kaburini alifika. Basi wale askari na yule jemedari na wale watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu. Ati nini? Walimkamata Yesu. Wakafanyaje? Wakamfunga. Mpe. Huyo aliyekamatwa na kufungwa ni nani? Ni Yesu. Kumbe hawakumpeleka kaburini bali walimpeleka wapi? Nisikize. Ngoja kidogo, ngoja tuelewane. Nikubalie mimi ndo andiko. Nikubalie kwanza. Ngoja andiko nimetoa. Huwezi weka ustumi juu ya ustumi. Ngoja kidogo, Nikubalie andiko. Rudia tena. Basi wale askari na yule jemedari. Endelea. Wewe mchungaji, tulia, usiweke meeting ya dharura. Wacha nitibu huyu na kujia ugonjwa wako.
Huyu ni wa malaria, wewe ni wa TB. Subiri nimalizane mtu wa malaria. Soma andiko. Basi wale askari na yule jemedari na wale watumishi wa Wayahudi walimkamata Yesu. Wakafanyaje? Wakamfunga. Mpa kwanza, tunaenda pole pole. Tunaenda step by step. Subiri, step by step. Huyo aliyekamatwa na kufungwa ni nani? Ni Yesu. Amekamatwa akafanyaje? Akafungwa. Wacha tuulize Mungu, Yesu aliyekamatwa na kufungwa, Mungu unasemaje? Mpe huyo sasa. Mpe Mungu aseme sasa. Isaya 51:14. Mungu atuambie huyu Yesu aliyehamishwa na kufungwa nini kitafanyika? Ataenda kaburini au haendi? Atakufa au hafi? Sikiliza hiyo maneno sasa. Yeye Yesu aliyehamishwa na kufungwa. Yeye Yesu aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka. Tulia. Rudia tena andiko. Yeye. Tulimwona yule aliyefungwa ni Yesu. Yeye aliyehamishwa na kufungwa. Huyo aliyefungwa ambaye ni Yesu atafunguliwa kwa haraka. Mungu anasema haendi kaburini, atafunguliwa kwa haraka. Wala hatakufa na kushuka shimoni. Ati nini? Hatakufa na kushuka shimoni. Kumbe hatakufa na kaburi hafiki. Endelea. Wala chakula chake hakitapunguka. Kumbe Yesu anaendelea kula mpirao, unasema amekufa. Mpe. Umesikia maneno? Hii sasa. Ndio ile mnakoroga. Ndugu yangu, kuna wale nilipata. Unakorogeka wapi? Ngoja, unakorogeka hapa ni hapa. Hata wewe nakuuliza. Twende na mtaratara. Kabisa mtaratara. Yaani pole. Wewe unaniambia ameshikwa na amefungwa. Mwanzo nimesema hivi. Yule alikuwa ametabiri ya kwamba siku ya 3 atafufuka. Nani ametabiri hivyo? Huyo ni Yesu mwenyewe. Sio Yesu. Ngoja. Unaona sasa vile unanichanganya tena. Yule mjanja alisema, nisikize. Yule mjanja alisema, mjanja gani? Kwani Yesu ni mjanja? Huyu Isa mwana wa Mariamu ndiye mjanja ama kuna mwingine? Isa mwana wa Mariamu si mjanja, ni msemo. Sasa huyo unaniambia mimi nakuuliza. Ujanja watia sungura. Nasema hivi, nisikize. Ujanja watia sungura. Yesu sio mjanja. Yesu ni mtu aliyekuwa anapewa wahi. Hivyo ndivyo mnaendelea kuchanganya hapa. Sasa wacha nisikize kidogo, mkisiri nisikize. Huyu Yesu si alifungwa. Ulikuja Yesu si alifungwa. Hebu sema hapa. Ngoja kidogo, utasoma kidogo nielewe. Nimesoma andiko. Yesu alikamatwa na kufanyaje? Akaishia hapo. Nisikize mimi kwanza ndo naongea. Yesu alikamatwa akafanyaje? Akafungwa. Alipofungwa Mungu anasema yeye alihamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka. Wapi hapo? Mpe arudie tena, sikiza tena. Huyo ni Isaya, ni unabii. Ni unabii wa Yesu. Acha mambo. Ni unabii wa Yesu. Ndio nakuuliza. Asome. Tulielewa. Tena kwanza rudia andiko. Hivyo ndivyo mnavyofanya. Rudia andiko. Unabii wa Yesu unasemaje? Soma sasa. Yeye huyo Yesu ambaye anatabiriwa na Isaya, aliyehamishwa na kufungwa, aliyehamishwa na huyo Yesu na kufungwa tena, atafunguliwa kwa haraka. Hiyo ni immediate release, ni order from the above. Maana yake OCPD amepiga simu station, atoke huyo. Endelea sasa. Wala hatakufa na kushuka shimoni. Kufa hafi, kaburini hafiki. Wewe unampeleka kaburini kama nani? Unampeleka kaburini kama nani? Allah ashasema wama qataluhu yaqina, hawakumuua kwa hakika kabisa, hawakumuua kwa yakini, hawakumuua. Wewe unamuua kama nani? Kisha kitu nyingine, huyu mtu mnaedai amekufa msalabani, si huyo ndo mnasema ni Mungu? Mungu anakufa? Yaani Wakristo Mungu wenu amekufa? Tuka hapo. Hiyo ni topic nyingine. Hiyo topic nyingine ndo grade 3. Ndio maana nakuuliza hivi, na hata sasa nitakuuliza. Wacha kuchanganya. Nishakuchanganya. Na mimi nakuambia. Nasema hivi, kama mngefanya haya maneno. Mkisi nisikize. Yesu ni Mungu si Mungu. Yesu ni Mungu si Mungu. Hiyo ni hoja nyingine. Ni Mungu si Mungu. Hiyo ni hoja nyingine. Wacha niwekelea hoja kwa hoja. Wacha hivi. Hii tumemaliza. Hatujamaliza. Mimi ndo nimemaliza. Kama umemaliza, sikize, mimi ndo nimemaliza. Uliza mwingine hiyo, kwa sababu sitakujibu na uchanitosheleza. Haya, mpa huyu mkisi mwenzako. Rafiki yangu, habari yako? Nzuri mwalimu. Unaitwa nani? Naitwa Joshua. Joshua, Yesu ni Mungu si Mungu?
Mimi siko hapo. Mwalimu kwanza wapi? Wewe ndio kuja hapo. Hiyo swali umeuliza huyu. Si Yesu ni mtume na sikiza. Nisikize. Yesu ni mtume na unamwamini. Yesu ni Mungu si Mungu? Kwa imani yako. Siko hapo. Kwa imani yangu nasema hivi. Kulingana na mimi. Mwalimu, hiyo ni mada. Kulingana na mimi. Kulingana na mimi, Yesu si Mungu. Ni mtume wa Mungu. Wewe unaamini Yesu ni Mungu? Wewe swali hiyo ni yangu. Ni yako. Unaamini Yesu ni Mungu? Yako utauliza baadaye. Sikiza. Nasema hivi. Mwalimu tuende pale. Swali yangu nauliza hivi. Yesu ni Mungu si Mungu? Ndio nataka kukuambia. Sasa sema ni Mungu na nikuwa na evidence. Sema. Ni mwana wa Mungu na nikuwa na evidence. Wachana mwana wa Mungu. Lakini swali ni hebu nisikize evidence itakuja. Swali yangu ni hii. Sikiza mimi niko kwa wewe sikiza swali yangu mimi. Swali ni yangu. Yesu ni umeruka kwa huyu. Huyo nimeshamalizana na yeye. Sawa, ndio sasa nataka kukudhibitishia. Yesu alikuwa usinidhibitishie. Nasema hivi, sikiza swali yangu. Wewe mchungaji tulia. Yesu ni Mungu si Mungu? Kwa imani yako. Naweza sema Yesu si Mungu basi. Sasa wacha mimi ndio nimekuuliza swali. Sasa hebu sema Yesu ni Mungu si Mungu? Mwalimu tuende pole pole. Nauliza hivi. Swali ni yangu ni yako? Hapa mwalimu. Swali ni yangu ni yako? Swali ni yako. Ninauliza nini? Na sitakujibu vile unataka. Hebu nijibu vile unataka wewe. Sawa, sasa ndio nakwambia. Yesu ni Mungu si Mungu? Hii muadara watu wote wako hapa wamekuja kujifundisha. Sawa. Kuna wale wana rekodi ili tujifundishe. Nasema hivi, nisikize kwa makini. Kabisa. Swali yangu limeenda shule. Kabisa. Na imeenda shule kwa sababu mbele kuna mtego. Sawa. Na nataka uanguke kwa hiyo mtego nikuzike. Sawa. Kisha juu yake nikukanyage. Ulisema Yesu amekufa msalabani. Sina shida, ni kweli amekufa. Nisikize. Ni kweli alikufa. Kama amekufa, ni kweli. Ni kweli amekufa. Yesu ni Mungu si Mungu? Mwalimu. Ni Mungu si Mungu? Nitakujibu. Jibu. Mwalimu. Mimi nitakujibu. Sitaki unipeleke hivyo vile unataka. Mwalimu mimi nitakujibu. Sasa sikiza basi. Tulia, peana huko. Mimi nitakujibu. Peana huko. Yesu si Mungu wala hakufa msalabani. Peana huko. Peana huko wewe. Yesu gani ni Mungu na ni Yesu gani ameuawa msalabani? Hawa ni Yesu ngapi? Mungu anakufanga? Wamechanganyikiwa. Allah waongoze Waislamu. Takbir. Labaatani iyo sideed ilaa labaatan iyo sagaal waxaan dadka ugu baaqaynaa muxaadaro fadhiyo waaliha ilaahay subhanahu niamida maskaxdiisa ma fadhiyo bibleka mar dadku waalay waa wax jini soo qorta. Ndugu yangu, nataka kuwa Muislamu. Umeamua mwenyewe kwa roho yako. Haya, onyesha moja. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sema nimekubali kwa moyo na kusema kwa ulimi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Nimekubali kwa moyo na kusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah wa Mwenyezi Mungu na Isa ni mja mtume wa Allah. Basi ushakuwa Muislamu. Takbir. Kwa hayo maneno tayari ushakuwa Muislamu. Ulikuwa unaitwa nani? Naitwa Samuel. Hiyo Samuel X inarudi mahali ilitoka. Unachukua jina nzuri ya Kiislamu. Jina gani? Ndio hivyo. Jina gani? Ati nini? Hapana, hebu chagua jina lingine. Hebu badilisha kidogo. Hebu wangapi wanaitwa Salim? Moja. Salim, mashallah. Salim leta kanzu. Mashallah, umechagua jina nzuri Salim. Maana yake mwenye amani, mwenye salama, sawa Mtu mzuri kabisa. Jina safi kabisa. Na unakaa kama Salim. Lakini sio ndenga